Hello, ni siku nyingine tena, karibu katika channel yetu ya JWS Herbal Clinic. Na leo tutaongelea faida ya maji ya limao. Faida ya maji ya limao, maji yaliyochanganyikana na limao, maji ya uvuguvugu yaliyochanganyikana na limao. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazo tuma kila siku. Tumekuwa tukiweka baadhi ya suluhisho ya changamoto ambazo mara nyingi zimekuwa zikitukumba katika maisha yetu au katika mizunguko yetu, lakini sasa JWS Herbal Clinic imekuwa suluhisho, imekuwa suluhu kwa ajili kwa changamoto nyingi sana. Sasa kwako wewe, kama unapitia changamoto ambayo imekuwa ikikutesa, basi usisahau kutuambia hapo kwenye comment, au utaweza kutupigia moja kwa moja ili tuweze kukupatia tiba na ushauri na namna rahisi ya kuweza kuondokana na hiyo changamoto moja kwa moja. Sasa tutaelekeza ni kwamba sasa ina faida gani maji ya limao na tangawizi ndani ya mwili wako. Yaani unapokunywa maji ya limao na tangawizi unapata faida gani? Faida ya kwanza ni kufanya wewe kuondokana na mawe kwenye figo. Kama una mawe kwenye figo, ndugu yangu, basi maji ya limao na tangawizi ni tiba nzuri. Kwa nini ni tiba nzuri? Ina asidi ya citric, ambayo asidi ya citric huwa inatumika katika kuvunja yale mawe kwenye figo. Kwa hiyo kama una mawe kwenye figo, basi tengeneza mazingira ya kuwa unatumia maji yenye mchanganyiko wa limao. Kwa hiyo utatumia glasi moja asubuhi, glasi moja jioni. Asubuhi na jioni, fanya hivyo mpaka changamoto iweze kukoma. Lakini pia ni nzuri sana kwa wale ambao watu wenye changamoto ya maumivu kwenye maungio, wana gauti, wana uric acid, basi limao na maji ya uvuguvugu imekuwa ni tiba nzuri. Ni kwa nini? Kwa sababu hiyo asidi ya citric huwa inaenda kuondoa changamoto kwa sababu ina potassium. Kwa sababu unavyokuwa na maumivu, na maana potassium hamna, lakini na uteute hamna. Sasa kwa kuwa ni maji na limao yako vizuri kwenye potassium na citric, basi itakufanya kuondokana na hayo maumivu ambayo unakuwa unayapata hapo kila siku, na kusababisha usiweze kutembea. Lakini pia wengine wamevimba na kupinda kwenye baadhi ya joints sababu ya maumivu ya viungo. Kwa hiyo mara nyingi itakuondoa kwenye maumivu ya viungo. Lakini faida nyingine ni hiyo ya maumivu ya viungo. Unajisikia mgongo unauma, ni kuna mtu anakuambia hapa panauma, anakuambia hapa panauma, yaani mwili wake hauko sawa. Kama unapitia changamoto hiyo, basi tumia maji ya limao, utaweza kuondokana na hiyo changamoto. Lakini pia ni tiba nzuri kwa pressure. Tiba nzuri kwa pressure. Kwa nini ni tiba nzuri kwa pressure? Ni potassium. Yaani unapoiongelea pressure, unakuwa unaigusa potassium moja kwa moja. Kwa kuwa maji ya limao yanakuwa ni rich in potassium, basi imekuwa ni tiba nzuri ya kuweza kuondoa changamoto ya pressure. Lakini kwenye JWS Herbal Clinic tumeandaa kitabu kwa wale ambao wana pressure. Kwa hiyo kama una pressure, unahitaji kuondokana na hiyo changamoto, unataka kupata uweze kula kinamna gani, basi kitabu hicho kitakusaidia namna ya kuondokana na pressure, ni lifestyle gani uweze kuishi nayo kuondokana na hiyo pressure. Lakini pia faida nyingine ambayo imekuwa ikipatikana kwenye maji ya limao na maji ya limao, basi ni kuimarisha kinga ya mwili. Tunapoongelea kinga ya mwili, tunaigusa vitamini C moja kwa moja. Yaani kuna uhusiano mkubwa wa vitamini C na kinga ya mwili. Ukiona kinga ya mwili imepungua, vitamini C, jue kwenye mwili wako imepungua. Mara nyingi vitamini C utaikuta kwenye malimao, utaikuta kwenye machungwa. Ni tiba nzuri kwa ajili ya kuimarisha kinga yako ya mwili iweze kuwa strong siku zote. Lakini inaimarisha mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula, wengi tumekuwa na changamoto ya mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula kuwa dhaifu. Ndio maana leo tunakutana na bawasiri,
tukutana na vidonda vya tumbo, tunakutana na magonjwa ya kutopata choo, tunakutana na magonjwa ya kutoa uzito kupita kiasi. Kwa hiyo inapoimarishwa mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula, just imagine mtu anakula mara 3 anapata choo mara 1, hapati kabisa au anapata choo kigumu ambayo inapelekea ajikamue na kupata bawasiri. Hiyo inasababishwa na mfumo mzima wa mmeng'enyaji wa chakula kuweza kuwa dhaifu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kitumia ya maji yanaimarisha ule mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Lakini pia imekuwa ni dawa nzuri ya kuondoa sumu mwilini, detoxification. Wengi wamekuwa wakitafuta namna ya kuondokana na sumu mwilini, detox, namna ya kufanya detox ukiwa hapo nyumbani. Wengi wamekuwa wakienda sauna kwamba tunaondoa sumu, lakini njia nyingine ni rahisi tu ukiwa hapo nyumbani. Tengeneza mazingira ya kunywa glasi ya maji ya limao mara kwa mara, itakusaidia kuondokana na changamoto ya sumu mwilini. Tumejua maisha yetu yamekuwa yakikumbwa na sumu mwilini, na sumu mazingira tunapotembea ni sumu. Tunatembea barabarani, vyombo vya moto vinatoa moshi, ni sumu. Ikitokea mtu akavuta sigara, yani kitendo cha wewe kuhisi ile sigara tayari ni sumu. Vyakula vyenye mafuta ni sumu. Siku hizi tukienda kwenye masoko yetu, utaangalia mchicha ambao hauna wadudu, sumu tayari. Sasa hivi mahindi sumu. Kwa hiyo kila kitu tunakiongelea ni sumu, yani ni sumu, tunatengeneza sumu kila siku. Sasa namna kuondokana hiyo sumu, basi tengeneza mazingira ya kutumia limao, itaweza kusaidia. Lakini mwisho, kwa wale watu ambao wanataka kupunguza uzito, kwa sababu ina kirutubisho ambacho kinaitwa pectin. Pectin huwa inatumika kufanya mtu asihisi njaa, inayompelekea kula wanga, kula sukari na mafuta, hivyo kuongeza kitambi. Lakini inaongeza ile metabolism process kuweza kufanyika ndani ya mwili wako na kuweza kutoa ule uchafu, lakini pia kuchoma calories ambazo tunasema ni cholesterol. Kwa hiyo inatumika kwa wale watu ambao wanahitaji kupunguza uzito, kupunguza kitambi. Limao na maji imekuwa ni tiba mjarabu. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usisahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Kama kuna changamoto imekuwa ikikunyima usingizi, kuna changamoto ambayo kwako unaona ni mzigo, basi JW Sabo Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia kuondokana na hiyo changamoto kiurahisi au ukiwa nyumbani bila kwenda hospitalini. Usisahau kusubscribe na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.